Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kila kitu kimebaki kuwa ni Tehran. Jambo moja ambalo huwa nalishukuru kuwa ndani ya magrupu haya huwa tunawahi kuyaona mambo na tunayazungumza. Halafu baada ya muda wenzetu wanakuja kutupigia mstari kile ambacho tumekizungumza. Nilizungumza kuhusu Irani kutumia maziko kujifaidisha kisiasa. Irani kutumia maziko kujifaidisha kisiasa. Kuna mada moja wakati wa mzozo wa Gaza na Israeli. Ukweli sikuielezea, japokuwa niliwahi kuigusia kidogo tu alafu nikaiacha. Nafasi ya Irani kuitumia Palestina kujiweka kwenye nafasi bora ya uungwaji mkono ambayo nchi nyingi za kikanda zilipoteza, Irani akabaki nayo. Kuna wakati unawaza kuwa Irani angekuwa upande wa pili angeunga upande wa pili, au Irani angekuwa upande mmoja angekuwa na taswira gani? Ukweli kuwa leo hii hata ikifanyika kura ya maoni katika nchi tuseme za Middle East, nchi za Kiislamu au nchi za Kiarabu kwa jumla, ifanyike kura ya maoni kwenye kusudi la Palestina. Unajua swala la Palestina ni kusudi. Ni kusudi la Waarabu na ni azimio la Waarabu. Niliwahi kuambia ile azimio lilipitishwa kwenye mkutano wa mwaka 67 pale Khartoum, ambapo azimio lilitoka kuwa hakuna nchi ya Kiislamu wala nchi ya Kiarabu itakuwa na uhusiano na Israeli wala kuanzisha mazungumzo wala kuongea na Israeli. Nchi yoyote isitokee katika nchi za Kiarabu au za Kiislamu. Ilikuwa ni mwaka 67 pale Khartoum. Ndio maana nchi ya kwanza ya Kiarabu iliyoanzisha uhusiano na Misri, ilikuwa ni Misri ilianzisha uhusiano na Israeli mwaka 79, wakati rais wao anahutubia bunge la Knesset. Unakumbuka nini kilitokea kwenye Arab League? Makao makuu ya Arab League yalihamishwa kutoka Cairo yakapelekwa Tunis. Waarabu walikuwa na ule umoja. Hatutaki hili swala, hatulitaki. Yani tunataka kile tunachokitaka sisi. Nani alirejesha? Nadhani baada ya kuja mwanzo wa miaka 80 81 Hosni Mubaraka ndio alikuja kuanza kujaribu kusukuma nguvu na kurejesha ile nguvu ya Misri kubaki kwenye ile nafasi, wanasema Ummul Arab, kubaki kwenye ile Ummul Arab, yani kuweza kurejesha. Ndio makao makuu yakarejeshwa kutoka Tunis yakarejeshwa Cairo, makao makuu ya Arab League. Sasa leo ukijaribu kufanya kura ya maoni kwa nchi moja moja, nchi zenye idadi ya Waislamu, nchi zisizokuwa na idadi ya Waislamu, nchi zenye Waarabu, nchi zisizokuwa na idadi ya Waarabu, fanye kura ya maoni kuwa ni nchi gani duniani imebaki na kusudi la Palestina. Nadhani kura nyingi zitakwenda kwa Irani. Irani anapata backup ya ulimwengu kupitia Palestina ambayo Waarabu walipoteza, au nchi nyingi ambazo zilikuwa kwenye makubaliano zilipoteza. Licha ya kuwa kauli yangu mimi inabaki tu kuwa matatizo yote ya Palestina ya sasa wanaokabiliana nao yamesababishwa na Waarabu. Yamesababishwa na Waarabu. Niliwahi kulieleza na kulifafanua nyuma kuwa wakati 47 inagawiwa kwa nguvu, Wapalestina hawakuwa na nguvu ya kupigana, kwa sababu Mwingereza alichokifanya alisogeza nguvu nyingi upande mmoja akazipachika kwa Wayahudi, kwa sababu wakati Mwingereza analitafuta hili eneo alimiliki, aliwachonganisha wote kwa sababu ulikuwa utawala wa Ottoman ukiwa pale. Kadhia ile ile Waarabu walipikiwa ni ile ile ambayo ilikuja kutengenezwa dhidi ya Irani, ni ile ile ambayo kuwa mkimtoa huyu mtajitawala. Ottoman alikuwa na nguvu, Mwingereza anataka amuondoe. Akawatumia nini? Akawatumia Waarabu na Wayahudi. Mkimuondoa, mkinisaidia kumuondoa huyu, mnyie mtakuwa na nchi yenu, nitawapa nyinyi. Kwa hiyo alitoa ahadi katika sehemu tofauti tofauti. Aliwaahidi Wayahudi, aliwaahidi Wakristo, akawaahidi Waarabu na akawaahidi vile vile aliwaahidi wote Mwingereza huyo. Baada ya pale nguvu ya Wayahudi ikawa kubwa. Wayahudi wakawa na nguvu. Wakachukua kila kitu. Wale wanaweza kusema Uyahudi na Uzayuni, yani wakajimixi.
kwenye hilo. Kwa hiyo wakapitisha ajenda ya uzayuni ndani ya Uyahudi, ikatimia hilo. Matokeo yake mwaka 47 wakati hili linamalizika, Wapalestina walikuwa hawana nguvu ya kupigana hata kama vyovyote vile, kwa sababu Uingereza aliacha silaha akawakabidhi wengine, piganieni nchi yenu, baada ya kuwaomba sana Waarabu, jamani, inabidi nchi igawiwe, nyie mkae huko. Wakaambia haitokuja kutokea, hatutokuja kugawa hii nchi yetu, jamani tugawe. Hataki, akawaambia tafuteni nchi yenu wenyewe. Kwa hiyo ikawa nguvu inasukumwa kufikia nguvu ya Uingereza kwenye Umoja wa Mataifa na vingine vyovyote vile, ikaja akaipata. Sasa naposema leo Waarabu wote wamejitenga kwenda pembeni, naweza kusema kiwango kikubwa cha Waarabu, yani unaweza kutoa ni Yemen, ndio unaweza kusema kuwa wanathubutu kuonyesha kuwa bado ni Waarabu ambao wanaweza kusimamia kusudi la Palestina. Ni Yemen tu kwa Waarabu, Irani sio Waarabu, ni Yemen tu kusema. Sijui na nchi gani itakuwa nimesahau ambao imesimama na kusudi la Palestina by action. Nazungumza by kwa vitendo. Kwa nadharia ziko nchi nyingi zinaonyesha nadharia na nini, ikiwemo Omani pia, na wao huwa wafungamana na wanatoa sauti ukilinganisha na wengine, wanapaza hata sauti zao kuhusu swala la Palestina ukilinganisha na wengine. Sasa Irani akaona tobo ambalo wengine wote waliliacha, naweza kusema, kwa sababu mfano utaona kusudi, mfano Hamas walianzishwa na Irani, wala Irani hakuwa kwenye harakati ya Hamas. Hamas walikuwa chini ya Saudi Arabia kwa muda mrefu. Wakaona jinsi Saudia anavyowa drive ni kwenda kuwasalimisha katika mstari PLO waliosalimu, kwa sababu PLO ndio walikuwa wenye harakati kubwa za uhuru, harakati za kila kitu ilikuwa ni PLO, shirika la ukombozi wa Palestina chini ya Yasser Arafat. Walivyonasa kwenye trap ya ile mtego ule wa 1993 kwenye mkataba wa Oslo, wakawa useless, hawawezi tena, wakafungwa na mikataba. Upande wa pili haitekelezi mikataba, lakini wao wanalazimishwa waendelee kuheshimu mikataba ambayo upande tayari ulishavunja, na ukavunja kila kitu, wao wakalazimishwa. Sasa Irani akabaki na kusudi la Palestina. Ndio maana ninakwambia ukifanya kura ya maoni hivi sasa, ukazunguka duniani ukafanya kura ya maoni dhidi ya maoni ya ulimwengu kuhusu nani amebaki kuwa ni mtetezi wa Palestina, utapata maoni mengi na kura nyingi ambazo zitaonyesha kuwa ni Irani pekee, sio mwingine yoyote, Irani pekee. Sasa maonyesho ya msiba, maonyesho ya kifo, maonyesho ya maombolezo, maonyesho ya maziko ya Khamenei, fursa kubwa kwa Irani kujulisha ulimwengu kuwa sisi ni kina nani na tuko wapi na tunafanya nini. Haiondoi hiyo nadharia. Nasema kuwa tulizungumza, wakaja wakapiga mstari. Nilikuwa nikisoma jarida moja la Al-Mayadin, limefafanua sana na nchi zinazoshiriki kwa nini Irani na vyombo vingine vya, nimejaribu kuangalia magazeti mfano ya Israel, nilikuwa naangalia The New York Times na magazeti mengine, kuwa wamekuja kuzungumza kile nilichokizungumza mimi jana, wao leo wamekuja kukiandika kwa kirefu, kuwa Irani anatumia show ya maonyesho ya kifo cha Khamenei kwa faida yake. Naweza nikasema kama vile ambavyo amekuwa akitegemea. Unajua, kuna wakati niliwahi kusema hivi, Israeli wanatakiwa kuvunja nguvu ya Irani ili Irani akose support, lakini wao walishindwa kutegua mtego sehemu ndogo sana. Walipaswa waiache Palestina, waipe uhuru wake, waiache iwe Irani atajitetea lipi? Yani kuwa ataki yake ya Israeli kwa sababu ya nini? Alikuwa na, yani umeamua kumpa sifa wewe kwa sababu kuna sehemu umeshikilia ambayo inamfanya yeye akigusa tu pale watu wote wanamuelewa kuwa yes, inatakiwa iwe hivyo. Ndio maana haionekani, yani uungwaji mkono wa Irani duniani linapokuja swala la Palestina hauna kipingamizi wala hauna kizingiti kabisa, wala hauna kizingiti. Uko wazi na unajulikana, na hata wa Palestina wenyewe wanaona kuwa hatuna backup nyingine ambao tunaweza kusema kuwa nchi. Nilizungumza kuhusu Yemen, lakini nilisema Yemen na nchi gani nyingine ambayo imesimama? Okay, ilikuwa ni Lebanoni. Okay, ilikuwa ni Yemen na Lebanoni, nchi ambazo na is not a regime of Lebanon, isipokuwa watu yani sio serikali ya Lebanoni iliyosimama na wa Palestina, kwa sababu serikali ya Lebanoni iko chini ya udhibiti wa magharibi, isipokuwa baadhi ikiwemo Hezbollah na watu fulani wa Lebanoni ambao hauambii kuwatenganisha, yani huwezi kuwatenganisha wao
na Palestina. Ndio imekuwa hivyo, wameamua kusimama kwenye njia ile ile. Sasa maziko rasmi yanaanza, na leo maonyesho makubwa sana yanaendelea katika nadharia ile ile ya kutumia majukwaa, kutumia vyombo vya habari, kutumia kila kitu kuhakikisha kuweka taswira tofauti ya dunia, kuonyesha kuwa ulimwengu ndio uko hapo. Ulimwengu uko hapo. Sasa kuna mtu alishare taarifa na mimi, nadhani watu wawili walishare taarifa na mimi baada ya ndege ya kwanza ya Irani kwenda kutua wapi? Yemen. Unajua kule mfano sana ile anga ilifungwa na Saudi Arabia. Saudia alikuwa haruhusu kuingia na kutoka. Ni kama vile ukirudi kwenye maandiko ambayo yalifanywa marekebisho kwenye vifungu 14, unajua kile kifungu cha kwanza cha EMOU awali kilivyokuwa kikisomeka, awali kimefanywa tu marekebisho kidogo, lakini awali kilivyokuwa kinazungumza, kinasema kuwa kutakuwa na usitishaji wa mapigano wa jumla wa kikanda dhidi ya washirika wote wa Irani. Yani Irani alitaka au anataka kuitumia Hormuz kutoa uhuru kwa washirika wake wote kupitia Hormuz. Yani kupitia mfereji wa Hormuz ameshinikiza swala la Lebanon. Kupitia Hormuz anataka kushinikiza swala la Palestina. Kupitia Hormuz anataka kuifungua Yemen, hasa upande wa pili wa washirika wake. Ninazungumzia Triple H, Houthi, Hamas, Hizbullah. Nazungumzia hawa. Ndio maana kwenye hili ambalo limetajwa kama tishio, kulikuwa kimekuja taarifa kama tishio ambalo limeelekea kwa Saudi Arabia kutoka kwa washirika wa Houthi. Houthi walisema hivi, ikiwa kutakuwa na kizuizi chochote, kwa sababu ile anga ilikuwa chini ya udhibiti wa nani? Wa Saudi Arabia, ambapo kwa miaka wameifunga ile anga Saudi Arabia kuwa hatuhitaji ndege yoyote ya kiraia, ndege yoyote ya nini itue katika ardhi ya Yemen. Sasa Irani ametuma ndege ya kiraia kwenda wapi? Kwenye ardhi ya Yemen. Kukawa na hofu kuwa kwa sababu Saudi Arabia alishaweka tangazo kuwa anga ile imefungwa, kukawa na hofu ya kuwa huenda labda anaweza akaingilia au akafanya mashambulizi kupitia ile ndege, lakini Saudi Arabia hawajafanya hivyo. Sasa kukawa na taarifa ya Wahuthi ambao wamesema wao kuwa ikiwa Saudi Arabia itafanya hujuma yoyote ya kudhibiti ndege au kudhibiti anga yao, kuhujumu usafiri wowote ambao unakuja kwenye ardhi yao, basi wao watafanya mashambulizi makubwa kwenye viwanja vya ndege vya ufalme. Tafsiri yake ni tishio. Hii ina tafsiri ya moja kwa moja kuwa ni tishio la usalama kwa nchi fulani, tishio. Sasa unajua Yemen imegawika katika sehemu mbili. Kuna ile Yemen kusini na kaskazini. Sasa ule muungano unaoongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen wenyewe umeamua kujibu kwa ukali na kwa nguvu isiyo ya kawaida ikiwa kutakuwa na jaribio lolote litalojaribu kulenga ufalme. Taarifa hiyo ilisema leo walitoa hiyo taarifa. Taarifa hiyo ilikuja saa chache baada ya Wahuthi wa Yemen ambao wanaungwa mkono na Irani kuonya kwamba wangelenga viwanja vya ndege vya Saudi Arabia na maslahi muhimu ya nchi kavu na baharini ikiwa wa Saudi Arabia wataendelea na ukiukaji wao wa anga ya Yemen. Mmeelewa uhuru unavyokuja? Kwa hiyo ukiangalia kile kifungu cha kwanza cha MOU kilikuwa kimejumlisha washirika wote wa kikanda kabla ya kufanyiwa marekebisho, ambapo kimefanywaje marekebisho kuwa kutakuwa na usitishaji wa mapigano katika pande zote kati ya Israel, Marekani na Irani, halafu wakaunganisha pamoja na Lebanon. Awali ilikuwa imekusanya wote. Sasa huenda kuna sababu ya kuitoa au hakuna sababu, lakini chini ya meza Irani anasukuma karata zake anavyozitaka. Jana leo taarifa walioitoa wa Yemen wa Irani, kuna taarifa moja wametoa. Ngoja niangalie hii taarifa, nilikuwa nimeiona imetolewa na inasema hivi: Irani imeonya dhidi ya harakati za kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz, ikisisitiza kwamba usalama wa njia ya kimkakati unategemea
majimbo yanayopitiwa, yani inategemea kati ya Iran na Omani. Mkuu wa ujumbe wa mazungumzo ya kiufundi wa Irani, Kazim Garibabadi, ambaye yeye anakuwa ni naibu waziri wa mambo ya nje pia, alionya dhidi ya shughuli zozote za kijeshi katika mlango wa bahari wa Hormuz, akisisitiza kwamba njia ya maji ya kimkakati sio jukwaa la maonyesho ya kijeshi ya mamlaka zisizo za kikanda. Yani kama wewe unajijua hausiki na lile eneo hapa kuhusu, sio kuja kwanza kutuonyeshea maonyesho yako hapa. Ghalibabadi alisema kwamba Irani kama nguvu inayohusika na mdhamini wa usalama katika mlango wa bahari inaonya dhidi ya harakati zozote za kijeshi katika njia nyeti ya maji ya Hormuz. Alisisitiza kwamba jukumu la usalama kwenye mlango wa bahari wa Hormuz liko kwa majimbo yanayopakana nayo, yani akiongeza kwamba wale wanaosababisha migogoro watachukua matokeo ya uvamizi wao. Irani na Omani zenyewe zimekamilisha makubaliano ya usambazaji wa Hormuz. Kwa upande mwingine, spika wa bunge Mohamed Bagheri Ghalibaf yeye alitangaza Ijumaa kwamba Irani na Omani tayari zimebuni utaratibu wa kusimamia usambazaji kupitia mlango wa Hormuz na kuweka wazi kwamba Washington haitakuwa sehemu yoyote katika hilo. Kuna wakati Donald Trump aliomba kuwa naye awekwe pale ili wajaribu kuangalia waweze kutoza kiasi gani cha kodi au ushuru kwa meli zinazopita. Yani anataka urithi wa wengine naye awepo pale, yani sijui anahusikaje yeye mpaka akae hapo katikati. Sasa makubaliano na Muscat kulingana na kifungu cha 5 cha kwenye mkataba wa makubaliano wa Iran na Marekani yanayoelekea katika awamu ya utekelezaji. Ghalibaf aliongeza kwamba Teherani itashirikiana na mataifa mengine ya Ghuba yanayopakana na mlango wa bahari huo kadri mpango huo unavyoendelea. Ghalibaf pia alilenga utawala wa Israeli akiushutumu kwa kujaribu kuvunja ile MOU kabisa. Hata hivyo alionyesha imani kwamba msimamo wa kuzuia wa kikanda wa Irani ungetosha kuzuia vita nyingine. Maoni yake yamekuja siku hiyo hiyo ambayo kaimu waziri wa ulinzi wa Irani Brigadia Generali Majid Ibn al-Reza alionya kwamba uvunjaji wowote wa usitishaji wa mapigano utashughulikiwa mara moja. Irani inawaamini washirika wake, akisema, lakini si maadui zake, na vikosi vyake vinabaki tayari kuchukua hatua yoyote ikibidi. Hakuna shaka kwamba tutachukua hatua zinazofaa na muhimu iwapo kutatokea ukiukwaji wowote wa vifungu vya kusitisha mapigano, Ibn Raza alisema, akionya dhidi ya jaribio lolote la mataifa yasiyo ya kikanda la kutumia njia hiyo ya baharini. Nadhani nimeeleweka. Rahby Digital.